amemleta na Mungu amemwezesha. Bwana asifiwe. Bado mimi nanyenyekea kwake kwa sababu nataka pia niendelee katika hiyo hali ya kukua. Bwana asifiwe. Haleluya. Leo sikuja na mke wangu, wameshiriki pamoja kanisa letu la CFF ule mihango jirani, marafiki zetu. Ndio mnaona yuko na msichana wetu wa kwa Glory alipo pamoja nasi. Lakini nimekuja nikitoka kwa nyumba aliniombea na akasema nilele ndani. Bwana asifiwe. Na nimemuona akiwa hivyo tu akiunganisha watu ambao wameozana miaka zaidi ya miaka 3. Akiwa hivyo tu. Kwa sababu wakubwa wake walijaribu kuwaongelesha, wakajaribu kuwaongelesha waungane watu, ndugu wawili walisaliwa tumbo moja, mama mmoja, baba mmoja, lakini miaka 3 hawaongeleshi. Lakini kupitia kwa mke wangu akiwa hivyo tu, akaongelesha huyu, wakapanga wakakutana. Bwana asifiwe. Saa hii aliunganisha watu ambao wanatembea vizuri na wameokoka, wamependana. Bwana asifiwe. Kwa hiyo na mimi bila aliniombea, mtumishi wa Mungu akaniruhusu nisimame kwa haya madhabahu, nawe vivyo hivyo utabarikiwa. Kile kiko ni kufungua moyo wako, alafu Mungu anene nawe. Mimi ni chombo ambacho Mungu anatumia, lakini yeye ananena nawe vizuri ni Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo wewe ni ufungua moyo wako, kwa sababu tumeombewa, ni kungoja tu sasa na Mungu anene nasi. Na kweli bila aliniombea, niliingia gari la kwanza likanikuta, sikupoteza muda. Bila aliniombea nikitoka kwa nyumba nimekuja nywe. Gari la kwanza, la pili, la tatu, pikipiki ikaningoja, nikishuka pikipiki imesimama. Sisi tuliezana wapi, lakini anga ilifunguka. Sasa vile ilifunguka hiyo, wewe nawe Mungu atakunenea. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa sababu tumeombea, tunaenda direct kwa neno, na kabla niongee neno, ningependa niongee nawe je, tuingie kwa neno. Bwana asifiwe. Tumeanza mahubiri. Kwa hiyo endelea kufungua moyo wako. Bwana asifiwe. Kama wanadamu tunaweza angalia mtu vile ako. Bwana asifiwe. Na ujumbe wa leo naandika ya kwamba Mungu ako na uwezo wa kufanya chochote, mtu yoyote. Bwana asifiwe. Kumbadilisha kuwa mtu anayefaa kwa utukufu wake. Bwana asifiwe. Kwa utukufu wa nani? Kwa utukufu wake. Bwana asifiwe. Kwa sababu kwa hivyo tukiwa wanadamu tunaweza angalia huyu mwanadada tukaona ya kwamba mwanadada huyu ako hivi. Wengine amekaa sana hajapata mume. Sasa tukaona ya kwamba amekaa hivyo hata pata kama wanadamu. Tunaweza angalia mtu tukaona huyu amekaa maskini, amekaa kungangana, lakini Mungu anapomwangalia anaweza kumbadilisha, na ako na uwezo wa kumbadilisha kutoka hiyo hali ambayo ako nayo maskini, kungangana. Bwana asifiwe. Haleluya. Na kwanza kabla Mungu abadilishe mtu, anaanza na conversion. Kwa sababu hawezi kuzumia wewe kama unapika watu yani hauchabadilika. Kwanza kunakuwa na conversion. Bwana asifiwe. Conversion inamaanisha kubadilishwa. Bwana asifiwe. Kutoka kwa kitu ambacho hakifai, wasomi ama dictionary inazungumzia conversion ni kwamba conversion having changed from the character, being made suitable for different good use. Yani unabadilishwa pengine kwa hali ambayo haifai, unarudi unakuwa unatumika kuwa kitu kizuri. Bwana asifiwe. It's a change. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Leo ukae ujue ya kwamba Mungu ako tayari kubadilisha. Bwana asifiwe. Wacha tuangalie kitabu cha Acts chapter number 9. Acts chapter number 9. Tuna mtu mmoja ambaye
mtu mmoja ambaye alikuwa anafanya kazi ingine, sio kumchukuza Mungu. Acts chapter number 9 verse, tuanzie verse 1. Tuanzie verse 1 tuendelee. Tutasoma tuendelee mpaka verse 12. Tukiendelea Acts chapter number 1 from verse 1, Biblia inasema hivi. Tutaangalia kwa lugha yetu ya Kiswahili wametuwekea. Biblia inasema hivi: lakini Sauli akizidi kutisha na kuanza kuwaua wanafunzi wa Bwana, akamwendea kuhani mkuu. Tusonge kwingine. Akataka apate barua za kuenda Dameski zilizoandikwa kwa masinagogi, ili akiona watu wa njia hii, wanaume kwa wake, awafunge na kuwaleta Yerusalemu. Tuendelee. Hii ilikuwa kazi yake. Hata alipokuwa akisafiri, ikawa akikaribia Damaski, ghafla ikamwangaza kote nuru kutoka mbinguni. Tuendelee. Akaanguka chini, akasikia sauti ikimwambia, Sauli, Sauli, mbona waniudhi? Akasema, unani Bwana? Wewe Bwana, unani wewe Bwana? Naye akasema, mimi ndimi Yesu unayeniudhi wewe. Endelee. Lakini simama, uingie mjini, nawe utaambiwa ya kupasayo kutenda. Na wale waliosikia sauti pamoja naye wakasimama kimya, wakasikia sauti, wasione mtu. Tuendelee. Sauli akainuka katika nchi, na macho yake yalipofuka hakuona kitu. Wakamshika mkono, wakamleta mpaka Dameski. Ikawa siku ya tatu, haoni, hali wala hanywi. Basi palikuwapo Damaski mwanafunzi jina lake Anania. Bwana akamwambia katika maono, Anania, Anania. Akamwambia kwa maono, Anania. Akasema, mimi hapa Bwana. Bwana akamwambia, simama, enenda zako katika njia iitwayo Nyofu, ukaulize katika nyumba ya Yuda mtu aitwaye Sauli wa Tarso, maana angalia, anaomba. Naye amemwona mtu jina lake Anania akiingia na kumwendea na kumwekea mkono juu yake apate kuona tena. Tuendelee. Lakini Anania akajibu, Bwana, nimesikia habari za mtu huyu kwa watu wengi, mabaya mengi aliyowatenda watakatifu wako Yerusalemu. Wacha tufike pale. Bwana asifiwe. Haleluya. Sasa huyu ni mtu ambaye kazi yake ilikuwa ni kwenda tu kutafuta barua. Wakati anasikia injili inahubiriwa, anachukua hawa watu anaweka korokoro. Bwana asifiwe.
Haleluya. Nimeanza na kusema ya kwamba Mungu anaweza kutumia kitu chochote, anaweza kutumia mtu yeyote na anaweza badilisha. Vile sio vile sisi tunaangalia mtu. Bwana asifiwe. Unaweza kuona mtu mlevi anatembea. Unaweza kuona mtu mlevi ukaona ataishia katika huo ulevi. Utaweza kuona mtu ni majambazi, ataishia katika huo ujambazi. Utaweza kuona mtu ameokoka ndio, lakini haendi vizuri. Kabisa unajua ameokoka, haendi vizuri. Lakini Bwana ako na uwezo wa kumbadilisha. Sasa kwanza Bwana anaanza na kukubadilisha. Tunaona huyu kazi yake ilikuwa kwenda katika masinagogi na kutafuta wapendwa, kutafuta wanafunzi wanaoeneza injili ya Yesu na kuweka korokoro. Bwana asifiwe. Hata katika pao nini stili ya kiwao yeye alikuwa pale. Bwana asifiwe. Haleluya. Na hapa Mungu anasema, ukisoma endelea hapo mbele, anasema ya kwamba wakati aliendelea hivyo barabarani akagongwa na mwangaza akaanguka. Na alipoanguka chini, sauti ikakuja akasema ya kwamba Sauli, Sauli, mbona waniua? Bwana asifiwe. Haleluya. Na aliposikia hiyo sauti, Biblia inasema ya kwamba alipogongwa na huo mwangaza akianguka chini, hakuona. Mungu alimaliza kuona kwake. Bwana asifiwe. Ndio aziona watu apige watu, auwe watu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo Mungu wakati anakuandaa, kuna mambo fulani anaondoa kwanza. Bwana asifiwe. Wakati unaingia kwake, kuna mambo yanaondolewa, ikawa haoni. Kabisa haoni. Na kwa siku 3 akawa hakuli na hakunywi. Unajua mtu akikula ndiye anapata nguvu za kupika watu, kufanya uzinzi na kuhapa. Bali ali make sure siku 3 hakuli. Na mtu akifunga hakuangi na mambo mengi, anakuwa mnyonge. Bwana asifiwe. Na alimuelekeza kwa Anania, akamwambia aende atakutana na Anania ambaye atamuonyesha kila kafanya. Bwana asifiwe. Na tunaona ya kwamba Anania alipomwekelea mikono, Sauli aliona. Na kwanza kabla amwekelee mikono, Mungu alikuwa amemnenea aende katika njia na atakutana naye mtu ambaye anaomba. Mungu alimuonyesha kwenda kukutana naye. Na kwa sababu Anania alikuwa anajua huyu kazi yake ni kuua, huyu kazi yake ni kuweka korokoroni. Ni vile sisi tunaweza kuona mtu tukakuona vile huko ya kwamba wewe uko hivi. Bwana asifiwe. Lakini Mungu alimwambia Anania akasema ya kwamba huyu nimemwandaa kwa kazi yangu. Bwana asifiwe. Nimemwandaa kwa kazi yangu. Verse number 15. Hebu tutuke verse number 15 of Acts. The same chapter number 9, verse 15. Verse 15 inasema kwamba lakini Bwana akamwambia, nenda tu, kwa maana huyu ni chombo kiteule kwangu, alichukue jina langu mbele ya mataifa na wafalme na wana wa Israeli. Bwana asifiwe. Ndio nasema Mungu ako na uwezo. Huyu mtu alikuwa wakati Anania anaambiwa aende akutane naye, anaogopa. Bwana asifiwe. Kwa sababu alikuwa anajua kazi yake ni nini. Lakini Mungu alimwambia kwamba amemuandaa. Bwana asifiwe. Amemuandaa kuwa chombo. Bwana asifiwe. Kuwa chombo ambacho ni kiteule cha kueneza jina lake, kutangaza injili yake katika mataifa. Na kweli kabisa tukiangalia katika Biblia, Paulo baada ya kuokoka, baada ya kubadilishwa, yeye ndiye alieneza injili ya Yesu ulimwengu mzima, na ndiye aliandika vitabu vingi katika Biblia. Bwana asifiwe.
Kwa hivyo Mungu ako na uwezo wa kukubadilisha wewe. Ako na uwezo wa kubadilisha hali ile iko nayo. Lakini kwanza tunaangalia Paulo alikutana na Anania akamwekelea mikono. Kusoma uendelee utakuta kwamba alienda pia katika mafundisho. Bwana asifiwe. Na wakati tumeokoka, wakati tumeokoka ndio unashikanga umeokoka. Wakati hata mimi niliokoka nisikia kwenda mbinguni siku hiyo. Lakini sikuenda kwa sababu gani? Wakati unaokoka unakaa uwe chombo umtumikie Bwana. Ndio nasimama hapa leo. Bwana asifiwe. Na mtu wakati ameokoka unakuanga hali ambayo anapaswa kwenda vizuri. Kwa sababu huyu pia alikaa katika mafundisho. Kwa hivyo wakati mtu anaokoka asipoenda vizuri, utaona huyu mtu anaingia ati anaombea watu, nakuta mapepo yanampiga. Hajui tofauti ya divina na mtumishi wa Mungu aliye sawa. He doesn't differentiate. Bwana asifiwe. Kwa sababu amezaliwa ni myanga, ni mtoto. Ndio naona wakati umeokoka ni vizuri upendwa, uende pole pole. Kwanza kaa katika mafundisho, fundisho vizuri. Bwana asifiwe. Haleluya. Unafundishwa vizuri ndio toke. Kama ulikuwa unapika watu, haupiki watu. Bwana asifiwe. Kazini tumefanya na ndugu mwingine, tukifanya naye kazi, tuna wote tuko na kikundi cha kuhubiria watu kazini, jioni ndio tuingie katika hali ya kutoa gazeti la kesho. Bwana asifiwe. Tukawa tunahubiri naye vizuri, tunatangazia watu injili vizuri. Na kwa sababu alikuwa mtoto, nikiwa huku tukiendelea akapika mtu hapo. Sasa yule alipika akasema wokovu ni wa aina gani? Kwa sababu ni vijana. Sasa nikamuuliza, wewe unaweza pika mtu sio unafanya makosa? Kwa sababu gani? Ni mtoto. Haleluya. Ndio napasa tunakuta shida wakati mtu anaokoka anakona moto anataka kuhubiri. Anataka kusimama aombee watu. Na akiwekelea mkono watu mapepo yanaingia, analeta shida. Bwana asifiwe. Ndio anaingia katika mafundisho after being converted. Kaa katika mafundisho. Bwana asifiwe. Haleluya. Ndio usikute mapepo yamekujaa kwa sababu uliokoka na ukaenda mbio. Ukaingiana na watu waombezi lakini ni waombezi wa pesa. Ukakutana na watu wachungaji ukafikiri ni wachungaji, kumbe ni wachungaji wanatafuta pesa. Maana asifiwe. Wewe unafaa kuingia katika laini hiyo inayofaa baada ya wokovu. Ndio Mungu akutumie anakuokoa kwanza. Maana asifiwe. Haleluya. Alikufa mtini vile tumeambiwa na waimbaji kwa sababu ya kutuokoa. Na kabla utumike unaokoka kwanza. Na baada ya kuokoka unafundishwa. That is why we have lunch hours. Na wakati unakosa lunch hours unamisi mambo makubwa. Wakati unakosa kwenda fellowship unapoteza kwa sababu wewe uokoka. Wewe hauendi fellowship, hausomi neno, hauombi. Hiyo ndio unaona mtu anakimbia aombewe. Unakimbia kwa watu unataka wakuambie mambo vile unataka. Na watakwambia kwa sababu wanataka pesa, watasema sote toa sadaka. Maana zidiwe. Unataka wakuambie vile unataka. Watakuambia na watataka sadaka. Maana zidiwe. Kwa hiyo baada ya kuokoka enda katika mafundisho. Ingia, uwe na wakati mzuri wa enda ukijua neno la Bwana vizuri. Usiingie kwa diviners. Bwana asifiwe. Haleluya. Diviners ni wabaya kwa sababu wengine wanaleta sauti na nena katika sauti yako. Wanakuambia shangazi yako ndiye ananena ndani yako. Sisi nakuta ananena ndani yako. Sasa inaleta uadui katikati yako na shangazi. Bwana asifiwe. Wewe tunapaswa kufundishwa wapendwa baada ya wokovu. Na unakuta baada ya wokovu mtu anakuanga na misisimko mingi. Mimi baada ya kuokoka nikaona ndugu yangu alipokuja akaokoka nikamwambia kuna mjawe atakuroga. Kwa sababu nikasikia vizuri kiwa mchanga. Bila kujua ya kwamba anapaswa kukaa kwanza vizuri ndiye azirogwe kwa sababu utapikwa.
Kama ukai vizuri utapikwa na wajane, utapikwa na watu. Utarogwa na urogweke. Kama kuna Kiswahili kama hicho. Bwana asifiwe. Haleluya. Unaokoka, unakaa katika mafundisho na unakaa vizuri. Na ukichanganya hauwezi toboa. Bwana asifiwe. Kuna wale walijaribu kwa sababu niliona mmoja tunaomba na yeye vizuri, tunaendelea naye vizuri, tunakutana, lakini baadaye akaenda akapata mashauri ambayo hayakuwa mazuri. Walikuwa wanasumbuana katika shamba. Na yeye alikuwa muombezi, tunaomba hata kuna siku akiwa na biashara, jambazi wakiingia kufungua duka wakachikatakata kwa duka la hawakuingia. Tunaona mambo kama haya Mungu amefanya. Lakini ameenda kwa mwenzake, amembahatia idea kwa sababu alikuwa anasosana kwa shamba. Akamwambia kile kiko, enda chukua jini, panga. Kaingia akapanda mlangoni, panda katika gate, akapanda katikati ya boma. Bwana asifiwe. Amini usiamini, aliondoka. Kwa sababu sisi kama waombezi tulikuwa tunaomba ili mwokofu mwenzetu, mpendwa mwenzetu afanye nini? Asipotee, asiondoke. Bila kujua ya kwamba aliingia, alipita nyuma. Na niliona wao wapendwa, wakati tunazungumza neno la Mungu, acha kwenda kufanya mambo kama. Sisi tuliomba ili Mungu aponye huyo mpendwa. Bwana asifiwe. Tuliomba kwa sababu hatukuelewa. Alitafuta mawaida kwingine. Bwana asifiwe. Akaweka majini kwa poma. Sasa sisi tunaomba uponyaji, hatujui alijificha. Lakini amini usiamini, miaka mingi iliyopita, utamungu iliyopita, tulimzika kwa sababu hakupona. Kwa hivyo unatakana uwe makini wakati unajificha kufanya mambo kando, hayaleti yataweza kumaliza. Na ile mtu anakaanga nusu. Neno linakuja vizuri, unalisikia, alafu hausingatii, haulishiki. Unakuta umeshika neno, umesikia neno. Kuna revivals, kuna home church, kuna lunch hours, lakini still you are doing their own things. Unajificha pale. Kile utakutana nacho hata tukiomba huku. Sisi hatuwezi ingia pale tutengeneze, kwa sababu wewe ndio ulienda paka kwa mganga. Wewe ndio ulienda paka katika hiyo hali. Sasa sisi hatutajua. Bwana asifiwe. Kwa hivyo unatakana kuzingatia. Wakati unasikia badilika, kubali kubadilika. Unajua usipokubali hautabadilika. Lakini wao watabadilika, wataendelea. Bwana asifiwe. Kwa hivyo baada ya wokovu unaingia katika conversion, unaingia katika mafundisho. Wacha tuangalie kitabu cha tuangalie Hebrews chapter number 9. Hebrews chapter number 9, tuone ile Biblia inazungumzia. Hebrews chapter number 9 nasema hivi, lakini Bwana akamwambia, nenda tu. Basi hata Agano la kwanza ilikuwa sio namba 9, mahali nazungumzia juu ya Hebrews chapter number 9, tuangalie verse 10. Tuende verse 10 tuone. Kwa kuwa ni sheria za jinsi hii ya kimwili tu, vyakula na vinywaji na kuwadhihaki. Kwa kuwa
ni sheria za jinsi ya mwili tu, vyakula na vinywaji, na kutauacha kwingine zilizoimariwa katika hata wakati wa matengamano. Bwana asifiwe. Sio pale ndio nazungumzia, nataka kuzungumzia ni mahali inazungumzia kwamba katika hali ya kukutana, hiyo basi ndio katika hali kukutana muhimizane. Bwana asifiwe. Katika fellowship ni hali ya kuhimizana. Bwana asifiwe. Kufunzana kwa sababu ya nyakati ambazo tumo. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo Biblia inasema kwamba baada ya kuokoka tunaingia katika hali ya kufundisha neno na kuingia katika fellowship, kama vile tunaingia home churches. Tunakuwa na fellowship pale na tunakutana pale tukihimizana neno la Bwana. Bwana asifiwe. Haleluya. Wakati tunahimizana neno la Bwana tunatiana moyo. Biblia inasema kwamba sio vile wengine wanakutana, lakini wakati tunakutana katika hali ya kuhimizana. Bwana asifiwe. Kuhimizana katika nyakati hizi za mwisho. Hatukutani tukiongea wengine, tukisengenyana. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo wapendwa, baada ya wokovu inapaswa tuingie katika mafunzo na kuwa na fellowships. Home churches, enda katika fellowship. Wasitangaze fellowship hapa wewe haupatikani. Chinyime hata siku moja. Bwana asifiwe. Chinyime hata siku moja, hata siku mbili, uje ukule katika home church, katika lunch hour, uingie katika home church. Na hiyo ndio inafanya mtu akue kiroho. Bwana asifiwe. Haleluya. Na katika fellowship mtu akiwa mchanga inakuwa pia hatari, kwa sababu utasaidia katika fellowship ambao baada ya fellowship mkiongea neno la Bwana unakuta ya kwamba mna fellowship mkiongea mambo ya watu wengine. Kwa hiyo you have to be very careful hata katika fellowship. Wakati mnaongea mko katika fellowship, mzungumze neno la Bwana. Bwana asifiwe. Muhimizane. Haleluya. Wakati mwenzenu anaenda kando na neno la Bwana, mwelekeze mseme ya kwamba tunapaswa kuhimizana. Bwana asifiwe. Kuongea neno la Bwana. Ukiangalia katika Biblia, ukiangalia katika hali ambayo ilikuwa watu wakikutana. Ukiangalia Acts chapter number 2. Acts chapter number 2, ukiangalia verse chapter number 2 verse 42, inazungumzia juu ya fellowship. Bwana asifiwe. Inazungumzia juu ya fellowship wakati neno hilo limekuja. Wakati inasema ya kwamba wakawa wakidumu katika mafundisho la mitume, katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kumeka mkate na katika kusali. Bwana asifiwe. Nitarudia. Wakawa wakidumu katika mafundisho, katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kumeka mkate na katika kusali. Tuendelee. Kila mtu akaingiwa na hofu ajabu nyingi, na ishara zikafanywa na mitume. Bwana asifiwe. Haleluya. Wakati tunakutana kama wapendwa, tunakutana kumeka mkate. Ilikuwa kumeka mkate. Walikuwa wanashiriki chakula. Ndiyo chakula cha kimwili, na sana walikuwa wanashiriki neno.
Sisi tunakutana hapa pengine hizo siku ambazo ziko, lakini wao Biblia inasema kwamba walikuwa wanakutana daily, wakimizana, wakitiana moyo. Bwana asifiwe. Haleluya. Wakitiana moyo. Kwa hivyo ni unapaswa kumtia moyo mwenzako. Bwana asifiwe. Wakati mnakutana, utakutana na mwingine hawezi, lakini unapaswa kumtia moyo. Bwana asifiwe. Hawa walikutana kila siku wakibeka mkate. Na katika hiyo hali ya kuendelea, Biblia inasema ya kwamba ukisoma uendelee, Biblia inasema ya kwamba kanisa liliongezeka. Kanisa liliongezeka kwa kiwango cha juu. Bwana asifiwe. Kiangalia hiyo chapter 2 tukianzia basi, tukirudi nyuma kidogo, tukirudi nyuma basi tukirudi tuanzie 38. Tukirudi basi namba 38, Biblia inasema ya kwamba Petero akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina la Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi. Tuendelee. Walihimizana juu ya kutubu. Pengine mmeongea, mmekuwa sana, mmeenda vibaya. Sasa mnahimizana, alafu mnashikana, mnatubu. Najua kile kigumu watu kutubu imekuwa ngumu. Mtu anajiona anaendelea vizuri, anaona yeye hakosei, lakini wakati unaendelea katika hii safari, mtu kosa. Wewe mnakutana, alafu mnajihoji, mnajiangalia kama kuna jambo halijaenda vizuri, mnatubu, alafu mnaendelea kumtumikia Bwana. Bwana asifiwe. Biblia inasema kwamba kwa kuwa ahadi ni ahadi, kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa watu wote walio mbali na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Tuendelee. Akawashuhudia kwa maneno mengi, kwa maneno mengine mengi sana, kuwaonya akisema, chiokoeni na kisasi hichi chenye ugaidi. Kwa hivyo sasa, katika hali hii tunafaa kukutana katika kuonya wenzako, na ukionywa unakubali. Ukiwaambia hautaenda vizuri, unakubali. Bwana asifiwe. Kwa sababu hakuna mtu anaweza sema wewe sikosea. Na wakati unaonyana unaenda vizuri na mnajiepusha, ambayo Petro amesema ya kwamba mnajiepusha na kizazi hichi. Kizazi ambacho tuko nacho si kizuri. Bwana asifiwe. Haleluya. Ukiangalia kale mambo yanayoendelea ulimwengu leo, usipookoka vizuri, Bwana asifiwe, utakuta ya kwamba hauendi. Yaani unajaribu kuenda mbele, unazuiliwa. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo tuendelee basi. Tuendelee hiyo basi nyingine, verse 41. Biblia inasema ya kwamba nao waliolipokea neno lake wakabatizwa, na siku ile wakaongezeka watu wapata 5,000. Bwana asifiwe. Kwa hiyo baada ya wokovu tunaingia katika mafundisho. Sasa ndio nilikuwa nasema ya kwamba usiokoke na ukimbie mbio. Sasa hapa baada ya wokovu unaingia katika mafundisho ndio upate kuenda kuhudumu. Sasa hapa unaona baada ya mafundisho hawa wanakutana. Na wanapokutana wanahimizana kila neno la Bwana. Na wanatoka wamejazwa Roho Mtakatifu. Na
na wanatoka na ujasiri. Sasa usitoke na ujasiri na wewe haujakaa katika mafundisho, haujajazwa kabisa Roho Mtakatifu akupe ujasiri wa kunena neno la Bwana. Bwana asifiwe. Wengi wametoka wakapigwa. Bwana asifiwe. Wengi wametoka badala ya kwenda sasa aende vizuri katika hali ya kuhubiri, ameenda akachanganyikiwa katika safari. Bwana asifiwe. Naombi langu tusichanganyikiwe. Machakos we turn upside down. Bwana asifiwe. Kwa kukaa katika mafundisho. Bwana asifiwe. Kwa kukaa katika mafuta ambaye atakupeleka mbali. Bwana asifiwe. Haleluya. Na ndio tu badilisha Machakos. Kwa sababu hauko hapa Machakos kimakosa. Bwana asifiwe. Tumishi wa Mungu katika mpango wa mzuri huwa hapa Machakos. Na ndio Machakos iinuke. Na wapendwa, tuko mahali panapostahili. Bwana asifiwe. Ndio Machakos iinuke. Tuibadilishe upside down. Bwana asifiwe. Kukaa katika ushirika baada ya mafundisho, baada ya kujazwa Roho Mtakatifu, ndio tunapata nguvu ya kuondoka. Na tunaamini Mungu, tunaenda kuondoka kwa muondoko wa ajabu. Bwana asifiwe. Because we need to evangelize all areas of Machakos. Bwana asifiwe. Haleluya. Tunahitaji pia kuondoka. Tuma wale wataondoka, missionaries. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa sababu ile muongozo ama ile njia tunapelekwa na Mungu, wapendwa, ni njia ambayo tunafaa kukaa katika mafundisho. Tukule vizuri na tukubali kubadilika. Kubali kuchange. Kwa sababu Mungu hatatumia chombo ambacho hakijageuzwa. Hawezi kutumia kama bado uko na mambo madogo yale unafanya. Bwana asifiwe. Mambo madogo unayajua, kuna masengenyo pale, kuna madharau pale, kuna kwenda kwa mkanga pale, kuna mpango wa kanga. Bwana asifiwe. Hiyo yote unaondoa na unakubali kuondoa. Bwana asifiwe. Ndio usilete kizuizi katika kazi ya Mungu. Kwa sababu Mungu, mpango wa Mungu ni kufanya kazi yake hapa kwa njia ya kipekee. Bwana asifiwe. Hawa walipoingia katika mafundisho na kuumeka mkate, waliamua kuendelea kila siku. Na Biblia inasema ya kwamba hofu ilikuja. Na watu wakawa na hofu. Na miujiza ikawa haipatishwi. Na sasa unaona miujiza. Haleluya. Miujiza imeanza kuwa midogo. Na usipoangalia hata unaweza wekelea mkono wewe usipone kwa sababu ya hali ambayo iko. Bwana asifiwe. Hiyo ni miujiza, ilikuwa ni sio kupatisha. Mtu akikwambia simama, kama wewe ni kiwete unainuka. Bwana asifiwe. Haleluya. Hebu tuangalie Acts chapter number 3 verse 10. Acts chapter 3 verse 10. Bwana asifiwe. Wakamtambua ya kuwa ndiye aliyekuwa akiketi na kuomba sadaka. Tuangalie, turudi nyuma kidogo. Naye tuanzie 7. Tuanzie 6. Tuanzie 6. Lakini Petro akisema, acha tuanzie pale verse 6. Lakini Petro akisema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama na uende. Na wala hakusema ubahatishe, na hakuomba maombi mengi ya kuwekelea mikono mingi. Bwana asifiwe. Alimwambia tu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, simama wewe.
mwenyewe na alisimama. Ndio tuanze kugeuza Machakos. Bwana asifiwe. Na miujiza sio ya wachungaji. Miujiza ni yako wewe. Mpendwa, ni yako. Ni yako. Haleluya. Akasema simama uende. Kwa hiyo tukitembea vizuri miujiza hatutabahatisha. Utakuwa dada wewe unaenda unashikilia wagonjwa. Mama unashikilia wagonjwa, tunakuta umeponya wagonjwa Machakos hii yote. Kabla nitoka Nairobi wewe umeponya. Bwana asifiwe. Kabla nifike wewe umeingia umefufua wafu. Haya inawezekana. Tunaona jambo kubwa. Inawezekana. Haleluya. Haleluya. Inawezekana. Tuanze kuzika watu. Haleluya. Kwa sababu masishi ndio yapo. Na Yesu hakusika. Haleluya. Haleluya. Mitume Paulo akipita, wakipita kina Petro, mavazi yao tu magonjwa wanapona. Kivuli kinaponya wagonjwa wapendwa. Na hii miujiza ilienda wapi? Tuulizane. Ipo. Hii miujiza iko. Bwana asifiwe. Hii miujiza iko. Ya kufufua watu iko. Ya kuponya iko. Bwana asifiwe. Ndio kile kitu kiko ni kujipasayo. Ni kuingia. Ni kumaanisha. Bwana asifiwe. Nikizungumzia kumaanisha ni kutoingiza kitu kingine chochote. Kutoingiza elimu nyingine yoyote, elimu ya Yesu. Kutoingiza ujuzi mwingine wowote, ujuzi wa Yesu. Bwana asifiwe. Miujiza tunabahatisha mama Gare tulikuwa unaponya wamama hapa kabla tufike wewe umeponya. Wakati wa mkutano wa bishop Nairobi niliona mambo ambayo ilifanya nikaona kwamba tunahitaji hiyo. Mtu anaita aombee kabla afike, wale wako hapo wanamponya anarudi. Kabla afike hapa kwa madhabahu wamemponya huko. Bwana asifiwe. Na basi kabla tuite hapa watu kwa madhabahu wewe umewaponya pale. Wanadada tu nakuza wagonjwa waponya. Bwana asifiwe. Haleluya. Ni fellowship. Na watu walibadilika kuchange. Yeye nimezungumzia kwamba kubali uchange. Bwana asifiwe. Kubali uchange. Ukichange, the Lord will move with you. Na miujiza itatembea na wewe. Na watu zaidi waokoke, wacha nikwambie, watu ni waokoke wanataka kuona. Wakiona kiweta anatembea, hautawaita watakuja. Watu wakiona mtu mwenye amekufa amefufuka, hautawaita, wataitana, itakuwa ni injili. Watu wenyewe watatangaza. Milimani huko watasema ya kwamba huko kumefufuka mtu. Kuna wachungaji wamefufua mtu. Kuna mtu amefufuka. Bwana asifiwe. Na tunataka tubadilishe Machakos. Na si Machakos peke yake. Kenya mzima. Na si Kenya mzima peke yake, East Africa na Africa. All over the world, ulimwengu mzima. Na nikiongea hivi sipatishi. Wangapi wanaamini inawezekana? Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo tumepangwa hapa kimpango. Amina. Bwana asifiwe. Tumepangwa hapa kimpango katika mpango wa majuu. Bwana asifiwe. Tumishi wa Mungu amekuja hapa katika mpango wa Mungu. Amen. Na tunataka tuendelee tu hivyo kama kanisa, lakini tunataka Mungu aonekane. Tunataka watu wapone. Watu ambao wamejeruhiwa. Watu wengi wamejeruhiwa. Unakuta mtu amejeruhiwa katika hali ya maisha. Mtu akiingia hapa akuta amesaidika. Mtu akiingia hapa akiwa mgonjwa apone. Unajua kuna watu wanasema kuna ugonjwa fulani. Sio ugonjwa fulani, hakuna ugonjwa hawezi pona. Bwana asifiwe. Hakuna ugonjwa kanza, asma, uchache wa aina yote unapona. Sasa kile kinahitajika wapendwa ni kumaanisha. Amina.
na kuchange. Converted, be converted. Huwezi kuwa ubaki haujabadilisha, umeokoka na bado unatenda yale mambo ya zamani. Basi unahitaji kubadilishwa. Kama umeokoka na bado unapika kiki, unapika kofi, unapika unatukana watu, unapaswa kuchange. Yes. Bwana asifiwe. Kama umeokoka na uko na mpango wa kando, wachane nayo. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa sababu usipo change, nizungumzie yule ambaye tulikuwa tunasoma na yeye. Tulimzika. Na hakuna mchezo. Wacha niwaambie, hakuna mchezo. Shetani akupembelezi kama vibaya, mwache nafasi atakumaliza. Yes. He is not sleeping. He is working 24/7. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wewe na mimi tuamue kubadilika. Kama ulioa bibi, kama uko na watoto, penda hawa watoto. Yes. Kama uko na mke, sisi tumeambiwa katika neno ya kwamba ni mke mmoja. Bwana asifiwe. Kama hujaolewa, ngoja uolewe. Tufanye harusi safi. Bwana asifiwe. Kwa sababu ukicheza shetani ajensi. Ukichanganya hivi, yeye hachanganya, yeye ako na target. Bwana asifiwe. Ako na target. Na wakati umeokoka unakuanga pale juu. Unaonekana. Therefore we have to be serious and involved with this salvation. Bwana asifiwe. Ni wewe kuamua. Kuamua umeokoka. There is no turning back. Amen. Bwana asifiwe. Hakuna kuchanganya tena. Kama wewe ni mwanarika, kaa vizuri. Amen. Ufanye harusi takatifu. Haleluya. Tumishi wa Mungu wako utamshikanisha vizuri. Kama wewe unangoja mtu, simama ngoje katika mpango wa Mungu. Bwana asifiwe. Watu wasipoingia katika mafundisho, ndio unakuta mtu tunakuta tayari ulikuwa mwanarika, unapata mjumbe. Hatuambii, tunakuta umetuambia huyu ni mke wangu. Kinyume na mpango wa Mungu. Bwana asifiwe. Sasa hizo nguvu na kuomba kule kwa kwanza na kule nguvu ulizokuwa nazo zimepungua. Ulikuwa na nguvu katika wokovu. Ulikuwa na nguvu kwa sababu shetani anajua akitoa hiyo hauna nguvu tena. Utahitaji maombi mengi na kufunga. Lakini hautarudi. Hautapata nguvu. Bwana asifiwe. Shetani anatafuta kupunguza ama kutoa zile nguvu kwa nazo. Samsoni alinyolewa. Samsoni alinyolewa. Alipocheza alinyolewa na macho yakatobolewa. Sasa unajua vision hakuna. Hakuna kabisa, macho yakitobolewa, vision hakuna. There is no vision. Hallelujah. Hauwezi ona. Nguvu za kubeba mageti. Alikuwa anainua geti anatembea nayo mpaka huko. Sasa nguvu kama hizo ndio tusimaintain hapa Machakos. Ndio tutani Machakos upside down. Yes. Takana kumaanisha. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Hakuna mchezo. Wapendwa wazee, wamama, hakuna mchezo. Kwa sababu hapa hakuna mchezo. Bwana asifiwe. Amen. Hallelujah. Unataka kumaanisha kwa sababu the level that God is taking us, kama mkiangalia mahali tulikuwa, ndio mjue Mungu anatembea pamoja na sisi. Bwana asifiwe. Tumekuwa katika hema hapa. Na tumeingia katika kanisa. Tukiwa kanisa tukaingia region. Bwana asifiwe. Tukiingia region sasa ni diocese. Si Mungu anatupangia mambo makubwa. Sasa sisi ndio tunachelewa. Bwana asifiwe. Haleluya. Sisi tujipange vizuri. Ndio mambo yalipuke hapa. Tunataka milipuko za Mungu. Wale wainjilisti wanataka kufanya uinjilisti. Mpo, wainjilisti wapo? Mpo?
We want to turn Machakos upside down. Hatukuja Machakos mchezo. Bwana asifiwe. Huwa hapa hatukuja mchezo ama sarakazi. Ni malipuko. Vijana chipukizi, tumia ujana wako vizuri. Wewe unasisimuka, uko na mwili, unaweza inua vitu, unaweza kimbia. Jipange na ujana vizuri. Wamama bado mko na nguvu. Haleluya. Wamama ambao wako na nguvu, jipange vizuri. Bwana asifiwe. Nataka wamama wa malipuko. Wasambao watakeuza Machakos upside down. Wamama, usijipuuze. Bwana asifiwe. Haleluya. Sasa baada ya kuwa converted na kuwa katika mafundisho, sasa unaingia katika ministry ambayo inazungumzia juu ya miujiza kama hizi. Ndio wakati unatenda miujiza kwa sababu umefundishwa vizuri, umekaa katika fellowship vizuri. Hautafanya muujiza hapa sasa tukuone huko nje unasikia kufungua kanisa kwa sababu utapikwa. Kaa katika mafundisho kwanza, utapikwa huko nje. Usiombee mtu apone kwa sababu utaomba wapone. Usiimbe watu, niambie waimbaji, usiimbe watu wakati unasikia watu wanapona, miujiza inatendeka. Usikimbie hapa kuanza kanisa. Hapa unataka utapikwa. Huko ni kamani. Utagongo. Haleluya. Kaa vizuri kwanza, hata mbio. Haleluya. Fellowship. Bwana asifiwe. Katika fellowship na mafundisho ndio watu walitoa vitu zao. Waliuza mashamba na saa hii sikwambii uuze. Lakini kuna kitu ambacho unaweza kutoa na moyo wote. Inazungumzia je kutoa kwa kazi ya Mungu. Watu wakifika hapo, umwambie toa kitu fulani tuende injili. Anaangalia kanisa kama hili, anajua nini kinahitajika kwa sababu amefundishwa na amezama. Mtu hataambiwa toa hiki. Watu walikuwa wanatoa mashamba. Wewe tukifundishwa tukae vizuri, hatutaambia Mungu tafadhali. Mpendwa, tuko na hii tafadhali tu kuomba. Wewe ndio utainua hiyo, kama ni gari utaleta. Na ukileta, tumeona wale watu, Biblia inasema ya kwamba kila anatoa anasindiliwa na linazindiliwa. Sasa kama ni gari, si magari zitasindiliwa mpaka zingine ugawe watu. Kama ni ng'ombe zitakuwa nyingi. Bwana asifiwe. Kama zile vitu uko nazo biashara zile nzuri, sitapanuka. Bwana asifiwe. Kwa hiyo wakati baada ya conversion na fellowship, watu wanaingia sasa katika ministry. Na katika ministry hauendi ukihudumu ukiwa kukosa mafundisho. Pia nasi kama wachungaji huwa tunakaa chini tunafundishwa. Bwana asifiwe. Tusiende katika utumishi je nao ambao tumefikia ya kuhudumu sasa kwa sababu umeokoka. Sasa wewe ni minister. Unaingia katika kutenda miujiza. Unaingia katika kutangaza injili ya Bwana. Bwana asifiwe. Na wakati unaingia kwa sababu umekaa katika mafundisho, utaendelea vizuri. Bwana asifiwe. Sisi na wachungaji ambao wako hapa ni marafiki. Bwana asifiwe. Hautaenda ukipika wenzako, wachungaji wenzako, ukipika vita, unapika wapendwa wenzako vita. Bwana asifiwe. Utawapenda, kama haendi vizuri utamuombea. Haleluya. Kwa sababu umefundishwa na umekomaa. Ukaa katika mafundisho. Bwana asifiwe. Unaingia katika kutenda miujiza. Na ikitendeka haujiinui. Ikitendeka hausikii kuhama kanisa waanze lako kwa sababu umekomaa. Bwana asifiwe. Na wakati wako ukifika, tukutume vile tulituma Pastor Esther kule Masiku, utaenda vizuri. Na Mungu atatukuka. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kwa sababu tunataka Machakos itukuke, ya Mungu aonekane. Wapendwa, fellowship. Bwana asifiwe. Fellowship siwe. Na fellowship sikiwa na tumaanisha hakuna kitu kitatushinda. Bwana asifiwe. Tukitoka tukitoka nje kuhubiri, itisha watu wataokoka kwa wingi. Kwa sababu hapa Biblia inazungumzia kwamba watu 3,000 people ni utawaweka hapa kama saa hii wakiokoka hapa. Bwana asifiwe.
Haleluya. Lakini tunaomba tufike hapo. Mungu atupe neema. Neema. Bwana asifiwe. Neema ya kuweza kufika. Tukienda watu wanakuja. Na nizungumzia juu ya kutembea katika miujiza na ishara. Kwa sababu tukitembea katika miujiza na ishara, sio ishara na miujiza za kununua, bali za kutoka majuu. Amen. Kwa sababu wengi wapo wanazidiwa. Siku na zile za kununua. Wanazidiwa. Siku na zile za kuendea pwani kule ndio uwe na washirika wengi kama nyao mjui. Hii tumetembea Nairobi tunaona. Wanazidiwa. Na kama haujaona basi ukae vizuri, lakini ukikaa vibaya utakutana nao wale ambao wanafuta washirika wao wengi, wapate sadaka nyingi, wanunue magari makubwa. Bwana asifiwe. Amen. Kwa sababu Mungu ametuelekeza mahali ambapo tutalishwa vizuri. Mungu anatuelekeza tukue vizuri. Bwana asifiwe. Na tuko katika mafuta ambayo yanalea kwa watu vizuri. Bwana asifiwe. Ukikubali tu keuzwe. Ukikubali tu badilike katika malezi haya, utainuka kiwango ambacho watu watakushangaa. Bwana asifiwe. Wewe ni mwinjilisti, kama wewe ni mwinjilisti, basi kubali kubadilika. Bwana asifiwe. Kama wewe ni mwinjilisti, utainua kiwango ambacho utakuwa unaenda nchi za mbali kutangaza injili yako. Na miujiza hautapatisha. Utakuwa ukifika watu wanapona. Ukifika wale watu ambao wamelelewa na maisha wanabadilishwa, maisha yanageuzwa, watu wanainuka. Bwana asifiwe. Na naomba hapa Machakos sisi tuinuke kiwango kiroho na kimani, kwa sababu tunahitaji pesa ya kutangaza hii injili. Mama gari kunahitaji gari kubwa, tukiamua kwenda kule Busia, tukiamua kwenda nchi za mbali Uganda, kwa gari tatu. Mungu anataka hivyo. Bwana asifiwe. Usiseme hizo ni watu fulani, ni zako. Ni vile tu hazijafika. Na vile tu hatujapata njia ya kuzifikia, lakini siko. Sasa tunaandaliwa ndio tusikuje. Kwa sababu kuna zingine zinaweza kuja mapema zikufanye uharibike. Bwana asifiwe. Kama hujakaa katika mafundisho, unaweza pata hii gari ama hii mali na ifanye nini? Ikutoe kwa Yesu. Sasa ya nini? Biblia inasema ni faida gani kupata ulimwengu mzima na kupoteza uzima? Yaani uzima wa milele. Nazungumzia hivi ndio katika ulimwengu tukinawiri. Tunawiri kiroho na kufike. Hii ndio siwezi sahau ikiwa kwa madhabahu. Tunawiri kimaisha na pia kufika mbinguni, kuingia katika ufalme. Bwana asifiwe. Na kwa sababu tuko katika mafuta mazuri, tukubali. Bwana asifiwe. Tukubali na tunyenyekee na tukubali kufundishwa. Bwana asifiwe. Tukubali kuingia fellowship. Bwana asifiwe. Na usiingie kwa fellowship mbaya. Fellowship za hapa kwetu ni nzuri. Fellowship zile ambazo mnaingizana kwa neno la Mungu. Sio fellowship kwa sababu wengine wanaingia katika fellowship ambayo imejaa mipango mibaya. Inaingia kwa wazee ambao wa fellowship, inaingia kwa wazee ambao wako na fellowship ya mipango ya kanisa. Sisi itaniharibu. Bwana asifiwe. Napaswa kuingia kwa fellowship ya wazee ambao tunaingizana neno la Bwana. Vile tunasimama na kazi ya Bwana na Machakos. Vile tunasimama na watumishi wa Mungu. Bwana asifiwe. Vile tutajenga. Hiyo ni fellowship nzuri. Ya wamama, fellowship ambao mnaingizana, bila home church itaendelea. Bila mnasimama katika sehemu kasi fulani ya Mungu. Bwana asifiwe. Lakini usiingie kwa fellowship ya masengenya. Watu wanasengenya watu. Wanasengenya.
Wanasifiwa. Wanaangalia fulani hapo hivi, wanamtoanisha kutoka juu mpaka chini. Hiyo siingie. Mpendo siingie, kwa sababu shetani anatumia hiyo. Ndiye anaachilia mapepo, watu wanapikwa na magonjwa. Wanapikwa na vizirani na mikosi. Unakuta tu kwa vizirani. Unakuta tu mambo umefungwa, kijaribu biashara haiendi, kijaribu nini haiendi. Kwa sababu gani? Fellowship. Bwana asifiwe. Fellowship utakuta na devices ambazo si nzuri. Device. Mtu atakuwa device vizuri sana. Na yeye utaona amenawiri. Lakini kunawiri kwake hakukutoka kwa Mungu. Kunawiri kwake si kuzuri. Bwana asifiwe. Haleluya. Inafaa kuipima. Bwana asifiwe. Kuangalia. Biblia inasema kwamba kuwa na control. Sio kila jambo wewe utafanya ukiwa mama. Sio fellowship utaingia ukiwa mama mzee. Wewe umeokoka. Ukiwa mwanarika sio kila mahali utaingia. Bwana asifiwe. Na sio kila chakula. Sio kila vazi utavaa. Kwa sababu kuna mengine hayana ushuhuda. Bwana asifiwe. Si kila neno utanena, utakuwa na kiasi kila neno. Bwana asifiwe. Umekomaa, kuna discipline, kuna self control. Bwana asifiwe. Mchungaji mmoja mpendwa mmoja yeye akakula kuku. Ndio nakwambia katika kila eneo uchunge. Yeye akakula kuku. Na hakuiombea. Na ukienda ukipata chakula ombea, mavazi ombea, ibarikishe. Sasa akiwa tunatembea vile tunatembea na mwenzako, kuku inalia kwa tumbo kokolio na haikuika mara moja. Nilikwambia hakuna mchezo. Hakuna mchezo. Ikawika mara nyingi na ilihitaji delivery, zifanywe delivery ya jana. Na mchezo. Kwa hiyo ndio nakwambia usifanye mchezo. Kama umeamua, amua. Kwa sababu utashikwa mahali pamoja hivi, uanze kutuletea kazi kubwa. Ndio tukukomboe, ndio utolewe katika hiyo hali. Bwana asifiwe. Kwa hiyo nawaambia wapendwa, hakuna mchezo. Kama umeamua kuokoka kabisa. Bwana asifiwe. Kama umeamua kuokoka kabisa. Na ujielewe wewe umeoa, wewe ni mzee. Bwana asifiwe. Ujielewe wewe ni mama. Bwana asifiwe. Na utembee pasavyo mama mwenye ameokoka. Kuongea kwako, kuvaa kwako, utaonyesha ushuhuda mzuri. Utamtukuza Yesu. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Na ndio mambo yako ifunguliwe, uwe na ushuhuda mzuri. Bwana asifiwe. Kwa sababu alimshinda shetani kwa nini? Bwana asifiwe. Amen. So the blood of God may be effective in your life. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Ndio ushuhuda. Kwa sababu mambo mengi yanakuwa ushuhuda. Tunaangaliwa. Biblia inasema kuna mashahidi. Kuna tunaangaliwa. Wakati umeokoka unaangaliwa. Hata wale watu hawajaokoka wanakuangalia wewe. Bwana asifiwe. Wanakuangalia wewe. Kwa hiyo weka ushuhuda. Bwana asifiwe. Weka ushuhuda. Na mambo yako ya ndani yawe wazi. Usiseme hapo wachungaji hawapo. Hayo ndiyo yatakukula wewe. Tulizika mpendwa. Si mchezo, ameokoka alizikwa. Bwana asifiwe. Na Mungu apendezwe na kifo cha mwenye dhambi. Kwa hivyo sasa umeokoka vizuri. Kwa nini usishikilie? Bwana asifiwe. Mungu aonekane. Bwana asifiwe. Haleluya. Fellowship, tunazungumzia fellowship.
fellowship yetu tumeelewa. Bila au halaja wasinaendelea hapa. Wapendwa, haya mafundisho wala ambao wamekuja katika hizo fellowships, tumeona mambo makubwa. Bwana asifiwe. Usiokoke na pengine hauna sababu sahihi ya kufanya ukose ushirika. Wewe unakaa kwako na enjoy lunch. Kuja enjoy lunch hapa ya Mungu kutoka majuu. Kwa sababu hizo ndizo zinafanya watu wanakomaa. Hayo ndio yanafanya mafundisho mtu akatofautisha. Hapa sawa. Ama huyu mtumishi yeye amesema haiko hivyo. Kwa sababu unaweza danganywa. Mtu anaweza vaa suti vile nimevaa na ashike Biblia, lakini upeleke kwa njia isiyo nzuri. Bwana asifiwe. Haleluya. Juu ya fellowship ukifundishwa utakomaa. Nisema mimi wakati niliokoka nilipata katika dini kwa sababu singetoka. Lakini niliingia katika fellowship na ndugu mpendwa alitoa na hela zake. Tunaingia katika fellowship ya jioni ndio tuingie katika kufanya kazi ya jioni. Na hiyo wapendwa iliondoa katika hiyo hali. Mimi mahali nimezaliwa kuna mila na nipangilio ya mila na mila. Lakini kuendelea hivyo niliondolewa katika hiyo hali. Kuna mambo mengine nakwambia siwezi ongea. Niko na kiasi. Na fellowship siwezi ingia. Bwana asifiwe. Kuna fazi siwezi fanya. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo kwa sababu Mungu anatupenda vile tulivyo wapendwa. Mungu anatupenda. Na nimeanza nikisema ya kwamba Mungu anaweza kutumia chochote. Mungu anataka atutumie. Unajua kwa nini mtumishi wa Mungu alitoka kule? Na wewe haukuitwa na mtu, mimi sikuitwa tukakuja hapa. Tuko katika mpango wa Mungu. Kuna pia ambao umetolewa kushirikia vita. Ndio pigana vita uwini. Ukae vizuri. Bwana asifiwe. Ndio uwini kabisa vita ambao ni vya kiroho. Unafaa ukae vizuri. Kama wewe ni mama kaa vizuri. Kama wewe ni mwanarika kaa vizuri. Bwana asifiwe. Na utakaa vizuri. Narudia nikisema ya kwamba utakaa vizuri ukikaa katika mafundisho na ukubali kubadilika vile neno la Bwana linataka. Acha hii. Acha. Bwana asifiwe. Haleluya. Ndio kazi ya Bwana ifanyike kwa sababu Mungu anataka kazi yake ifanyike. Na wakati anaokoa mtu anatolewa kwa kuwa mtumishi wa ulimwengu. Paulo alitolewa katika kufunga watu na kuweka gerezani na kusimama wawawe kwa ajili ya Injili. Lakini alibadilishwa na Mungu sasa kutangaza Injili ya Bwana. Sasa Mungu nawe baada ya wokovu anataka sasa mtumikie. Haleluya. Kila mtu anajua mahali alitolewa. Kuna mtu alizaliwa akiwa ameokoka. Hata kama wazazi wako walikuwa wameokoka. Tumeokoka. Bwana asifiwe. Na baada ya wokovu Mungu anataka ufanye kazi yake. Na hakuna mtu ako hapa kimakosa. Na hakuna mtu anakosa kazi baada ya kuokoka. Bwana asifiwe. Haleluya. Na usiseme hakuna kazi. Bwana asifiwe. Usiseme microphone ndio kazi ya Mungu. Kuna kazi. Wewe kutuma watu waende Injili, kutoa hela ni kazi. Kuja uoshe kanisa ni kazi. Bwana asifiwe. Kutengeneza madhabahu ya Mungu ni kazi. Bwana asifiwe. Kufyeka nyasi, kutengeneza, kuangalia kila mahali na kutenda ni kazi. Kwa hiyo wewe usiseme hauna kazi. Sina kazi. Biblia inasema ya kwamba mavuno ni mengi. Usiseme Machakos kuna makanisa mengi. Bado wewe unagonjwa. Na mimi tukae vizuri.
tubadilishe Machakos. Narudia nikisema tubadilishe Machakos. Tuko katika mpango wa Mungu. Sio bahati. It's not by chance. Bwana asifiwe. Mungu anataka tuingie na tufanye kazi. Tuko nyakati za mwisho. Mpendwa, kwa hivyo waache kulala. Haleluya. Uache pumzika. Bwana asifiwe. Fanya kazi. Kazi ya Bwana. Bwana asifiwe. Muulize Mungu, mimi nikawa nimezaliwa katika jamii mbaya. Hakuna wachungaji. Wale watu naona hapo ni maskari wengi. Wale nimeona hapo ni wakulima. Wale nimeona hapo ni walimu. Sasa nikajiuliza tafanya nini? Kwa sababu Mungu anasema nifanye kazi yake. Nikajiuliza nitafanya nini? Lakini Mungu aliniambia ya kwamba na ni mimi anaangalia. Kwa hivyo ni wewe anaangalia. Ukiwa hapa ni wewe, si mwingine. Ni wewe. Bwana asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Conversion, alafu fellowship na ministry. Hayo ndio mambo matatu ambayo tumeongea juu yao. Unakuwa converted kwanza, alafu unaingia katika mafundisho na unaingia katika fellowship. Bwana asifiwe. Na unaingia sasa katika ministry. Sasa wewe unafaa kuwa umeingia. Pengine umechelewa kwa sababu ya mafundisho ambayo pengine ulipata. Lakini sasa tumeelezwa ya kwamba tumeingia katika mafundisho ambayo yako sawa. Sasa ni kutumika. Bwana asifiwe. Kwa sababu kama ni fellowship, tunaendelea na fellowship. Laja tunaendelea nazo. Home church inaendelea. Sasa wakati tunaendelea hivyo, sasa ujiandae katika kuingia katika kuhudumu. Kama ni mwinjilisti, ujiandae kuevangelize. What are you waiting for? Bwana asifiwe. Kama wewe ni missionary, ukae tayari. Bwana asifiwe. Kwa sababu Mungu anakuangalia wewe. Bwana asifiwe. Ndio taingia pale, lakini Biblia inazungumzia ya kwamba kile chochote ambacho tunatenda, ukifanya ministry hiyo, ukitenda hiyo kazi ni ya kumtukuza Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kwa sababu Mungu anataka aonekane hapa, anataka atukuke mahali hapa, anataka utukufu wake uonekane, wewe na mimi tuwe tayari. Bwana asifiwe. Haukubali kutumika. Ukubali. Usijione hauwezi. Unaweza. Paulo akasema nayaweza mambo yote kupitia kwa Kristo Yesu anitia nguvu. Kwa hivyo you are able. Bwana asifiwe. Mzee ambao uko hapa uko able. Wewe ndio unangoja. Mama ambao uko hapa uko able. Mwanarika uko able. Kwa sababu Mungu wetu ni mwaminifu. Kwa sababu you can do all things through Christ Jesus. Wewe sio mwana dunia. Bwana asifiwe. Wewe ni chombo mikononi mwa Bwana. Wewe ni mwana katika ufalme. Kile kiko ni wewe kukaa vizuri na kumaanisha na kujitoa. Hayo mambo matatu. Kukaa vizuri, kumaanisha na kujitoa. Kujitoa inamaanisha unakuwa available, out of system, wakati unaofaa na usiofaa. Umeamua kumtumikia Bwana. Hawezi ulizana, hawezi jadiliana, umeamua kumtumikia. Kama ni kuomba, umeamua kutoka uombe. Kama ni kufunga, hawezi kujadiliana. Kama ni kufanya kitu katika nyumba ya Bwana, unajitoa. Bwana asifiwe. Na ukiendelea hivyo ndio utaona Mungu anaonekana. Bwana asifiwe. Mungu anajidhihirisha. Haleluya. Mungu anajidhihirisha. Na sifa na utukufu zinamrudia. Na hiyo ndio shabaha. Hiyo ndio lengo. Mungu amekuokoa wewe na mimi. Lengo gani? Kufanya kazi yake. Kufanya kazi yake watu waokoke. Hapa wakati wa Paulo 3,000 wanaokoka siku moja. Ufanye kazi yake, wewe ni kujitoa, alafu Mungu afanye kazi yake. Bwana asifiwe.
Watu wakiokoka, Mungu anatukuzwa. Watu wakiponywa, Mungu anatukuka. Watu wakifanikiwa kutoka hali zao, Mungu anatukuka. Na Mungu anataka hivyo. Bwana asifiwe. Nataka tuinamishe vichwa vyetu chini, mwambie Bwana yaliyo makusudi yake katika maisha yako. Mwambie Bwana yaonekane. Mwambie tu akuwezeshe, kwa sababu Bwana kwa mpango wake mwema hapa Machakos kupitia kwako. Haujapotea, haujaenda, uko mahali panapostahili. Kile kitu kipo. Mwambie Bwana akupe nguvu. Bwana akuongoze, akupe nguvu za kusimama. Tunazungumzia juu ya kusimama na kumaanisha. Akupe nguvu za kumaanisha, akupe nguvu za kushinda hali zote. Rabakanta baba shiki shamba raba shiki lupo ya muziki shanta kaya muziki shamba raba shiki rabakanta kaya muziki. There is none like you, Jesus. You are able. Mwambie Bwana wewe ni mwingi wa rehema, ni mwingi wa rehema. Anatumia vyombo vidhaifu kuaibisha wenye nguvu. Umejiona pengine wewe ni mdhaifu, wewe ni mnyonge, umekuwa katika hali ambayo unasikia ukiwa mnyonge, unasikia hauwezi. You can do all things through Christ Jesus. Umejiona hauwezi, Bwana anasema unaweza. Mwambie Bwana akutie nguvu, akupe huo uwezo. Umekuwa na hali ambayo inakushinda mara nyingi, mwambie Bwana akupe nguvu za kushinda hii hali. That he may be glorified in your life. That God may be exalted as you do his work. Mwambie Bwana, mwambie Bwana, mwambie Bwana. Wewe zungumza na Bwana. Bwana anakujua vizuri. Bwana anakuelewa vizuri, na wewe pia unajielewa vizuri. Na uchunge pia shetani anaelewa hiyo hali yake, asipate nafasi ya kuingia kuelewa unyonge wako ili akupike vita. Mwambie Bwana, shetani asikupike vita, utongezee ukiwa mshindi, uwe katika mpango wake Mungu, utumike vema, utumike ili Mungu aonekane. Ulete wengi. Machakos tumekuja wengi wache katika ufalme, wengi wamjue. Machakos ipadulike. Tuyo salaba kaya mazeki shantala baba. Na Mungu atatumia wewe na mimi, atatumia wewe na mimi. Na hatatumia tukikaa vibaya, atatutumia tukiwa tumekaa vizuri, tukiwa tunamaanisha, tumeacha mambo yote mabaya kinyume na neno la Bwana. Tumeacha kuchanganyikiwa na kujichanganya. Rabakanta labazaya. Mungu anatafuta wale watu ambao wameamua kuamua. Shantala seki. Ribakanta labakoya mazeki. Ishanda seki. Utukufuni masaya likenda. Bwana tunaomba utitukuze. Bwana tunaomba makusudi yako yaliyo yako na yako tu. Rabakanta labazaya. Robokoya labakanta labakanta. There is none like you, Jesus. None like you, loving God. You are able God. Ribakanta. Umejiona hauwezi. Miaka mingi hujaweza. Sasa umesikia sauti ya Bwana akizungumza nawe. Miaka mingi umewezwa. Basi mwana amezungumza nawe ili leo akugeuze, ili leo uwe chombo chake, ili leo malipuko, miujiza kupitia kwa mikono yako, miujiza katika jamii yako, mambo makubwa, malipuko kwa utukufu wa jina la Bwana, kwa utukufu wa jina lake Bwana Yesu. Wewe malipuko, mambo mazito makubwa, ishara na miujiza. Bwana anataka kuangalia wewe na mimi. Anakuangalia wewe nyakati hizi za mwisho, ili malipuko
kwa sifa na utukufu wa jina lako, mambo makubwa yatendeke ya kumtukuza Bwana. We need you, Lord. We need you, Jesus, that you may have your way. You may have your way. You may have your way. Have your way, Jesus. Have your way, Lord. Have your way, Jesus. Have your way, Lord. Nataka wale watu wamejiona ya kwamba hauwezi. Sauti na kuzungumzia hauwezi. Na sauti ilikuja ya Bwana ya kwamba tupigane. Tumepewa nguvu na mamlaka. Tupigane. Nataka ukuje. Kuja mbele tuombe na wewe. Bwana akupe nguvu kwa sababu anataka upikane, upikane na ushinde. Anataka kupitia kwako ajitukuze, kupitia kwako ukuu wake na ukuu wema wake uonekane, utukufu umrudie. Unajiona mnyonge, kuja. Umepeperushwa katika hali na hapa pale. Umeingia kwa kikundi ambacho ni kibaya. Na katika kukutana ndio mambo yako iliharibika. Uliingia ukakutana na mafundisho ambayo hayakuwa mazuri. Baada ya kuokoka ulikutana na wachungaji ama watu wa Mungu ambao katika kuelekeza wakakuelekeza kwa njia isiyofaa. Ulikutana na watu walikuwa wapendo, wameokoka, lakini kwa sababu walikuwa wanadamu wakakupatia mawaidha mabaya na ukatoka kwa njia. Nataka mtu wa aina hii akuja haraka. Kuja haraka. Ingia kwa finance. Alafu finance karibu mambo yako. Sasa inakushukuru. Ingia kwa mawaidha kina mama wenzako. Nataka watu wa aina hiyo wakuje. Baada ya kuokoka. Nataka tuombe na wewe. Sasa unajiona hauna nguvu. Unajiona hauwezi, na Mungu anasema unaweza. Mchana wa leo Mungu anasema unaweza. Wewe unaweza. Si mwingine, wewe unaweza. Sio vile watu wanakuona. Mungu anasema wewe. Wewe tu wewe. Kuja. Huwezi kuomba, kusema, hata ukiomba haupendi. Mungu anasema ni wewe. Wewe ndio unaombea watu wapone wewe. Kuja. Wewe ndio unabadilisha wanarika. Umejiona hauwezi, kuja. Have your way, Jesus. Have your way. Have your way, Jesus. Have your way. Kwa sababu baada ya kuokoka ulikutana na watu wakasema tufanye hivi. Sasa mambo yako hayako vizuri. Nataka tuombe na watu wa aina hii. Kuja. Sitaki kusema alikwambia tufanye nini, lakini wewe wajua mema. Kuja. Kama umebaki kuja. Siku ya leo Bwana amepanga kuja. Mambo yako yafunguke sasa. Mambo yako yawe mazuri. Vitu zako zilizofungwa zifunguke. Ulifikiria ukikutana nao utaenda vizuri. Kuja ili mambo yako yafunguke. Kuja maisha yako yawe salama. Mikononi mwa Yesu. Kuja kwa Yesu. Yesu